basi nitasema na nitatoa maoni yangu kwamba wachezaji hawa hawatoshi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa leo nitaanza na mchezaji ambaye taarifa zake nimezipokea mchana wa leo, ambaye anatoka katika kikosi cha Police Kenya, Kenyan Police, ambaye anaitwa Charles Ouma, ambaye ana miaka 26. Huyu ndo mchezaji ambaye kwa leo nitaanza naye kumzungumzia, kwa sababu taarifa tayari zinamuhusisha kusajiliwa na Simba. Na kwa upande wangu mimi naamini Simba ni top club, ni timu kubwa sana Tanzania, ni timu kubwa East Africa, ndio timu bora zaidi kwa ukanda huu wa Sekafa. Kwa hiyo hata usajili wake unatakiwa uwe usajili wa kimkakati na usajili bora zaidi kwa mimi ninavyoamini. Sasa huyu Charles Ouma ni nyota ambaye kiasili ni Mkenya, lakini anaiwakilisha timu ya taifa ya Sudani Kusini tangu mwaka 2024, na sababu ya yeye kujiunga na timu ya taifa ya Sudani Kusini akiwa ni Mkenya ni kwa sababu hapati nafasi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars. Lakini hiyo sio kitu ambacho mimi kimeniweka hapa. Kitu ambacho kimenileta hapa ni mimi kuweza kutoa maoni yangu kama mdau kuhusiana na mchezaji huyu na tetesi zake za kuhusishwa na klabu ya Simba. Ndio kitu ambacho mimi kimeniweka hapa, na niweke wazi kwamba sijaridhishwa na sijapendezwa na taarifa za Charles Ouma kuhusishwa na Simba. Of course nimekuja na baadhi ya tathmini yangu ambayo nimeweza kuipangilia hapa ili kuweza kuifikisha kwa wana Simba waweze kufahamu kwa nini binafsi yangu siamini kama Charles Ouma ni mchezaji ambaye anastahili kuwepo katika kikosi cha Simba. Amecheza ligi kuu ya Kenya muda mrefu, kwa sababu amedumu katika kikosi cha Kenyan Police toka mwaka 2020 na alikuwepo katika kikosi ambacho kimepambana kupanda daraja. Na by the way huyu ni captain wa 3 kwenye kikosi, nyuma Abude Omar pamoja na David Ochieng. Wakikosekana hawa kati ya Abude Omar na David Ochieng, basi kitambaa kinakuwa cha kwake cha unahodha. Nitatoa sababu. Of course nimezipangilia sababu zangu. Na sababu 4 za msingi ambazo mimi naziamini kwamba ni sababu zinazofanya huyu Charles Ouma asiweze kuwa mchezaji anayestahili kucheza top team kama Simba Sports Club. Sababu ya kwanza, huyu ni kiasili ni kiungo mkabaji ambaye muda mwingine anatumika kama beki wa kati, lakini kuna baadhi ya mechi ametumika kama kiungo wa kati. Maana yake ana ukiraka ndani yake. Unapokuwa kiungo mkabaji au beki wa kati, unabidi uwe na uwezo mzuri wa kudefend, uwezo mzuri wa kulinda, kitu ambacho huyu Charles Ouma hajakionyesha kwa ufasaha. Maana yake naweza nikasema huyu ni average defender, yani ni mtu ambaye ana wastani wa kawaida sana kwenye matendo yake ya kiulinzi, umeelewa? Na nimeandaa mifano ya kuweza kutoa kama ushahidi wa kile ambacho nitakuwa nakizungumza, ikiwemo mchezo dhidi ya Mogadishu City ambao waliweza kupoteza hawa Kenya Police pale nyumbani kwa mabao 2-0, umeelewa? Yani hili bao lilitokana na kwamba huyu Charles Ouma kwa bahati mbaya aliweza kupoteza mpira. Aliweza kupokonywa mpira. Alishindwa kumzuia kiungo wa Mogadishu City akiwa mbele yake kuweza kupiga pasi ambayo ilienda kuzalisha bao. Hiyo ni average defending. Lakini mfano mwingine ni dhidi ya Al Hilal. Dhidi ya Al Hilal Omdurman ambao waliweza kupoteza kwa bao 1-0 wakiwa pale nchini kwao Kenya. Aliweza kupokonywa mpira na Abdulrazig Omar wa Al Hilal. Abdulrazig Omar alipofanikiwa kumpora mpira huyu Charles Ouma akapiga pasi kwa Adama Coulibaly. Adama Coulibaly akaenda kufunga bao. Hiyo ilikuwa ni first round kwenye ligi ya mabingwa, na hii ya Mogadishu City ilikuwa preliminary round ya ligi ya mabingwa. Umeelewa bana? Bao ambao lilikuwa na kiwango kikubwa cha kuwafelisha. Lakini vile vile katika mchezo huo dhidi ya Al Hilal kuna mchezo ambao walicheza pale Rwanda, Al Hilal wakiwa wenyeji, wakapoteza hawa Kenya Police kwa mabao 3-1. Alipangwa kama center back. Alishindwa kabisa kuzuia cross ya Steve Ebuela ambao ilipigwa kutokea upande wa kulia. Yeye kama defender wa mwisho alipaswa kucheza vizuri zaidi hiyo cross. Kwa mantiki hii, mifano hii inakupa picha kwamba huyu ni mchezaji ambaye defensively hafanyi vizuri. Average defending. Uwezo wake wa kudefend uko very low.
Kwa hiyo kwa sifa hii nashindwa kusema kwamba ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi ana fit kucheza katika kikosi cha Simba Sports Club. Inaelewa vizuri. Lakini nitatoa mfano wa mwisho ni katika mchezo dhidi ya Gor Mahia ambao walicheza msimu kwenye ligi wakapoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya Gor Mahia. Unaona jinsi ambavyo bao la kwanza linatengenezwa. Kuna mchezaji anaitwa Austin Odhiambo ambaye ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi, hata kwenye chani walionyesha. Wakati ana receive ule mpira, Charles Ouma alikuwa anamtizama tu wakati anajua uhatari wake na yupo ndani ya box. Matokeo yake alivyomtizama akamwachia nafasi ya Austin Odhiambo kuamua anataka kuamua, na mwisho wa siku Gor Mahia wakaweza kupata bao la kuongoza. Kwa hiyo nipende kusema kwamba nimetoa ushahidi wa kutosha kuelezea pointi yangu ya kwanza kwamba huyu Charles Ouma sio mchezaji wa kupewa nafasi kwenye kikosi cha Simba. Nimesema hoja ni 4. Hoja ya pili ni defensive box presence. Huyu si mchezaji ambaye utegemee kumuona kwenye box akizuia set piece, mipira ya kona au cross kutoka eneo la pembeni. Hawezi kuzuia mipira hiyo kwa kichwa. Unaelewa vizuri? Uwezo wake ni mdogo sana. Na kama unavyojua Simba Sports Club inaenda kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu pinzani zinatengeneza nafasi kupitia aina hiyo ya mipira. Wana wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga free kicks na wachezaji ambao wanaweza kuconvert kutoka kwenye penalty area kufunga kwa vichwa na vitu kama hivyo. Kitu ambacho huyu Charles Ouma hawezi kabisa kudili na mipira hiyo. Kwa hiyo tunasema defensive box presence yake ni ndogo. Na nitatoa mifano. Of course mifano nimeiandaa. Unaelewa? Kwa mfano katika mchezo ambao walipoteza kwa mabao 3 dhidi ya Al Hilal kwenye first round ya Champions League. Bao la kwanza walifunga Al Hilal kwa mpira wa kona, lakini bao la pili ambalo napenda pia kulitolea mfano, nimelitolea mfano kwenye defending pia, alishindwa kudhibiti ile cross ya Steve Ebuela ambao nimeshatoka kuielezea. Akifanya very weak defending. Kwa hiyo hivyo, lakini haiishii hapo. Unaelewa? Kwenye sala hilo la defensive box presence, akiwa ndani ya box, marking yake nayo ni changamoto. Mara nyingi sana marking yake ukitizama, nitaweka na ushahidi kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia kwenye Instagram account yangu heavyweight_dula, wataona anamwacha pinzani kwenye nafasi nzuri ya kucheza mpira. Hata kama anammark, anamweka katika engo ambayo anaweza, yani yeye ndo anakaa nyuma. Mpira unavokuja mbele, manake kama mpira utakuja kwa mbele anaweza kufunga. Sasa yeye anakaa kwa nyuma, kitu ambacho ni makosa makubwa. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye engo hii naweza kusema kwamba sioni kama ni mchezaji ambaye ana fit katika kikosi cha Simba kwa sababu ya weakness hiyo. Lakini jambo la tatu, offensive box presence. Uwezo wake wa kuingia ndani ya box, kushambulia mipira ya kona, mipira ya kutenga na vitu kama hivyo ni mdogo. Umeelewa? Charles Ouma ni kiungo mkabaji, kwa hiyo kikawaida anapaswa kuingia kwenye box pale ambapo timu yake inashambulia kwa set piece au kwenye kona na nini, na kujaribu kuangalia uwezekano wa kushambulia mipira hiyo kwa vichwa na kujaribu kuconvert kuweza kufunga mabao. Umeelewa? Na ndio maana ukijaribu kufuatilia ni ngumu sana kuja kukutana na bao lake. Miongoni mwa viungo ambao wana uwezo mkubwa wa kufanya offensive box presence ni pamoja na Rodri ambaye katika msimu wake ambao ametoa Ballon d'Or msimu wa 2023-24 aliweza kuwa na goal involvement ya mabao 16 ambao ni above average ya kiungo mkabaji anavyopaswa kuwa nayo. Na miongoni mwa mipira yake mingi ilikuwa ni pamoja na mipira set piece, anakutana na second ball yeye anafunga, ingawa kwa kichwa sio sana, ila ana uwezo wa kufunga kwa mashuti na vitu kama hivyo. Lakini mwingine ni Declan Rice wa Arsenal. Of course most of his career amecheza kama defensive midfielder, ingawa pia kuna baadhi ya michezo anatumika kama central midfielder, lakini amekuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye kutumia hizi set piece kama kiungo. Muda mwingi anakuwa anashambulia box. Kwa hiyo uwezekano wa kiungo kuwa na hii ni mkubwa. Kwa hiyo kama kiungo ambaye anapaswa kucheza Simba, pia anapaswa kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia mipira ya kona. Kuna nafasi ambazo aliwahi kupata, kwa mfano katika mchezo dhidi ya Ulinzi Stars ambao walitoka sare bila kufungana. Alipata nafasi nzuri ya kuconvert kwenye 6 yard box ile 6 kutoka kwenye mpira wa kutenga, akashindwa kutumia, mpira ukaenda nje. Kwa hiyo hata kama ata attempt, uwezo wake ni mdogo kwenye kuconvert. Na issue ya mwisho ambayo mimi naamini inamfanya huyu Charles Ouma kushindwa
kufit kwenye kiungo ambao anahitajika kwenye top team kama Simba ni tunaita poor defensive recovery, uwezo wake wa kurudi kwenye kulinda. Manake labda umepoteza mpira, uwezo wake wa kurudi kulinda, spidi yake ni ndogo, kwa hiyo ni mzito kufika kwenye matukio pale ambapo timu inapigwa counter attacks. Umeelewa vizuri? Nitakupa mfano ni katika mchezo dhidi ya Gor Mahia ambapo waliweza kupoteza kama mabao 2-0 dakika ya kwanza tu ya mchezo, manake bado damu changa. Aboud Omar alifanya attempt ya indirect free kick ikaokolewa. Wakati inaokolewa hawa Gor Mahia wakapiga counter attack moja ya hatari sana. Charles Ouma amechelewa sana kufika kwenye eneo husika kwa ajili ya kuja kuongeza namba ya kiulinzi au kujaribu kuzuia kabisa shambulizi. Kwa hiyo ni eneo ambalo anahitaji kufanyia maboresho, unaelewa? Lakini alifanya pia makosa ya kushindwa kumzuia goalkeeper wa Gor Mahia kuweza kuanzisha counter attack yenyewe. Manake sawa, unaweza usiwe na uwezo au usiwe na kasi ya kurudi, lakini at least kwa nafasi yako unaweza ukaepusha goalkeeper kuanzisha mashambulizi ya haraka kwa kujaribu kumzuia haraka ile haraka yake ya kujaribu kurudisha mipira. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi siamini kama kiungo wa design hii anafaa kucheza Simba, lakini sitaishia hapo. Nafikiri hii itakuwa ni mwanzo wa kuja na tathmini ya wachezaji wengine ambao wanahusishwa na Simba, akiwemo urejeo wa Clatous Chota Chama pamoja na Bright Anukani kutoka Uganda ambao nao pia wapo katika majaribio. Anukani yupo katika majaribio kwa taarifa ambazo zinasemekana, pamoja na urejeo wa Clatous Chota Chama katika kikosi cha Simba. Kwa leo naomba niishie hapo. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna maswali, ndugu waandishi wa habari, mnaweza mkaniuliza mimi niweze kujibu, au kama hakuna tuweze kumaliza.